Je, umeshawahi kusikia kuhusiana na uwekezaji katika soko la hisa lakini bado haujaanza kuwekeza? Na ungetamani kuanza kuwekeza ila ukasema kwanza nahitaji kujua taarifa za awali, kwa mfano kujua ni kampuni zipi ziko kwenye soko hilo la hisa. Je, bei ya hisa ya hizo kampuni zikoje? Taarifa nyingine zinazohusika ambazo natakuwa nizifahamu ni zipi? Kama hizi ni taarifa ambazo umekuwa ukizihitaji, basi nikwambie liko eneo moja ambalo ndicho chanzo kikubwa cha hizi taarifa. Utazipata katika maeneo mengi, watu wengi wataposti kwenye mitandao ya kijamii, lakini chanzo kikubwa ni website ambayo iko chini ya kampuni inaitwa DSE ama kwa kirefu Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa kabla sija kuonesha hiyo website, labda nikuambie kifupi kuhusiana na DSE. DSE ni kampuni ambayo ilianzishwa kwa sheria za makampuni ya Tanzania, kwa lengo kubwa la kuratibu na kusimamia uuzwaji na ununuaji wa hisa, hati fungani na dhamana nyingine za kifedha katika eneo la Tanzania. Na nadhani hii ndio inayokuja kuipa picha nzima kwamba hili ndilo soko la hisa lenyewe la Dar es Salaam. Hili soko ama hii kampuni sasa ya DSE ina kanuni na taratibu zake, lakini pia inafanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, ama kwa Kiingereza wanasema Capital Market and Securities Authorities, taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha ya Tanzania. Sasa nikupeleke kwenye website yao na nitakuonesha kwa juu tu taarifa ambazo ni za awali utaziona, hasa makampuni ambayo yameorodheshwa katika hilo soko la hisa, lakini pia bei zake na taarifa nyingine za awali ambazo unaweza ukaziona hapo. Sasa kwa kuanza, unaweza ukaandika anwani kama unavyoona hapo juu, dse.co.tz, na unaweza ukatumia browser yoyote ambayo unaweza kuitumia. Inawezekana ni Google Chrome, inawezekana ikawa ni Mozilla ama nyingine yoyote ile. Ukishafungua unaweza ukakutana na kitu kama hicho unachokiona hapa, na unaweza ukascroll kwenda chini, na unavyo scroll unaona taarifa nyingine nyingi mbalimbali. Utaona kwa mfano kama hapo kuna swala la index, kuna Tanzania Share Index ambapo ni 8777 na senti 10 na kadhalika. Lakini pia ukiendelea kushuka chini utakuja kukutana na hili eneo hapa. Umeona DSE iko kwenye kiboksi na chini yake kuna hizo taarifa hapo, ambapo kuna jina kamili DSE ambao ni Dar es Salaam Stock Exchange, kuna current ambao ni 6310, hiyo ni bei, na mbele yake kuna high na low, maana yake kuna bei ya juu kabisa ambayo inaweza kununuliwa ama kuuzwa ni 6370 na bei ya chini ni 6070. Sasa ukirudi kwenye hicho kiboksi ambalo ndani yake kuna neno la DSE, unaona upande wa kulia kuna mshale wa kuelekea chini. Ukiminya huu mshale wa kuelekea chini utaona idadi ya makampuni yote ambayo yameorodheshwa katika hilo soko la hisa. Kwa hiyo unaweza ukaja ukachagua kampuni yoyote. Kwa mfano tunaweza tukachagua Vodacom. Ikija Vodacom hapa utaona kwanza itakuandikia jina kikamili ili uweze kujua kwamba hii Voda maana yake ni Vodacom Tanzania Public Limited Company, na utaona hapo chini kuna bei current ni 790 na inaweza ikauzwa ama kununuliwa kwa 790, na bei ikipanda sana juu ni mpaka 795, ikishuka ni mpaka 770. High na low ni sheria ya uuzaji ama ununuaji ambayo imewekwa na hiyo kampuni ama soko la DSE. Na ukishuka chini kidogo utaona hii chati ambayo inaonesha gainers na losers. Maana yake gainers ni zile kampuni ambazo bei yake ya hisa imepanda either kwa siku hiyo toka ufunguzi wa soko hadi linapofungwa ama katika kipindi cha muda fulani. Sasa hizi inaonesha katika siku fulani maalum, na chini yake unaona hapa kwenye alama nyekundu kushuka chini, hizi ni kampuni ambazo bei yake ya hisa imekuwa inashuka. Na ukishuka chini unakuja kuona movers. Hawa ni ama hizi ni zile kampuni ambazo uuzwaji umefanyika mkubwa. Kwa hawa ni kama top movers tunasema. Kwa sasa hapa ni mahala ambako utapata hizo taarifa za awali. Utapata hizo taarifa za awali, utajua ni kampuni gani, utapata muda wa kuzisoma uweze kuona bei zake
nawezekana ukapata taarifa fulani ambayo kwako ikawa ni nzuri. Asante sana, na bila shaka nimeeleweka, au sio? Na kama sijaeleweka, tafadhali naomba unijuze kwenye comments kwamba bro, yamnyosha maelezo kidogo, sijakuelewa eneo fulani, au sio? Na kama unaona taarifa hii imekuwa na msaada kwako, tafadhali nijuze pia kwamba bro, taarifa imekuwa na msaada, ili inaweza ikanipa moyo na mimi niendelee kukaza mwendo zaidi, au sio? Ya zaidi ya hapo, video hii nilifanya kuweza kujibu swali la mfuatiliaji mmoja wa Mtaji Academy. Na ningetamani kukutia moyo wewe ambaye unasikiza hii video, wewe unajua ama hujui, kama una swali, hebu uliza zaidi, na mimi nitajitahidi kuweza kukutafutia majibu kutoka kwangu kwa yale naweza kukupatia. Lakini pia nina access na wataalamu ambao wamebobea kwenye haya mambo, ambao wanaweza wakatoa majibu kwenye swali lolote lile ambalo unaweza ukaliuliza, au sio? Zaidi ya hapo ni kusiji, endelea kutufuatilia Mtaji Academy. Bye bye.